Marco Rubio amekanusha madai kwamba mkutano wake na Papa Leo unalenga kurejesha upya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Vatican. Amesema kuwa ziara hiyo ni sehemu ya mawasiliano ya kawaida kati ya pande hizo mbili ambazo zimekuwa zikishirikiana kwa muda mrefu katika masuala ya kibinadamu. Na hii ni TriGen Media. Rubio amesema kuwa kuna mambo mengi muhimu ya kujadili na Vatican, ikiwemo swala la Cuba. Kauli hiyo ameitoa wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari katika ikulu ya White House siku ya Jumanne kabla ya safari yake kuelekea Rome, Italy. Ziara ya Rubio nchini Italia na Vatican inafanyika wakati ambapo Rais Donald Trump ameonyesha kutoridhishwa na msimamo wa Papa kuhusu vita pamoja na kuwakosoa washirika wa Marekani barani Ulaya. Hali hiyo imeongeza mvutano katika uhusiano wa Marekani na mataifa ya Ulaya. Rubio anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu wa Italia, Giorgia Meloni, siku ya Ijumaa, ambapo mkutano huo unafanyika huku Rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kuilaumu Italia kwa kile alichodai kuwa ni ukosefu wa msaada wa kutosha kwa Marekani katika vita dhidi ya Iran. Baada ya mkutano huo, Rubio pia anapanga kufanya mazungumzo na viongozi wengine wakuu wa Vatican akiwemo Kardinali Pietro Parolin ambaye ni katibu wa jimbo la Holy See. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kugusa masuala mbalimbali ya kimataifa. Huu utakuwa mkutano wa pili kati ya Rubio ambaye ni Mkatoliki mwenye imani kubwa na Papa Leo ambaye alizaliwa Chicago nchini Marekani. Rubio pamoja na makamu wa rais JD Vance waliwahi kukutana na Papa Leo baada ya misa ya uzinduzi wake mwaka jana. Mikutano hiyo ilionyesha umuhimu wa uhusiano kati ya Vatican na viongozi wa Marekani. Mwezi uliopita, Rais Trump aliandika ujumbe mrefu kwenye mtandao wake wa Truth Social akimkosoa Papa Leo kwa kile alichodai kuwa ni udhaifu katika masuala ya uhalifu na sera za mambo ya nje. Trump alisema Papa Leo anapaswa kuzingatia zaidi majukumu yake ya kidini badala ya kisiasa. Katika ujumbe huo, Rais Trump alimshauri Papa Leo kutumia busara na kuacha kuunga mkono kile alichokiita siasa za mrengo mkali wa kushoto. Papa Leo alimjibu siku moja baadaye kwa kusema hana hofu na utawala wa Rais Donald Trump na ataendelea kuzungumzia masuala ya amani duniani. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hana nia kuingia katika mabishano ya kisiasa na rais huyo wa Marekani. Vatican nayo ilijaribu kupunguza mvutano huo kwa kusema Trump ni mtu mwenye akili sana kwa kiasi cha kutotaka kupingana na Papa Leo kutoka Marekani. Hii ni TriGen Media.